Yosefu aliambiwa kitu kama ni hiyo tu. Nani mwingine sasa sio wote? Kwani kutoka wote? Hapana, wala mtu mahali mwingine sasa. Kama wapi twende wapi? Wewe ni kutoka Kisii. Haya. Biani. Simujangilie. Hiyo ni Yosefu kutoka Kisii. Jina Bidai Songoki. Swali gani ama nini aliambiwa? Aliambiwa amtoe mtoto Yesu amtoroze kwa sababu atauawa. Aliambiwa amtoe mtoto Yesu sababu atauawa. Nini kingine? Aliitikia akamtoa. Aliitikia akamtoa. Wewe ndio uko na vita na wewe. Wewe uko na bibi? Niko na watoto. Na ukiambiwa tu uende utaacha bibi. Biblia. Nasema aliambiwa aende na mtoto. Aliambiwa kwa sababu mtoto alikuwa mchanga na hawezi beba bila mama. Ndio lazima aende na mama. Mimi ndio nataka kuacha mama huku aende na mtoto. Nasema hapana, mama ako na mtoto, mtoto ni mdogo, lazima mama aende na mtoto, tunaenda kwa pamoja. Najua kwa nini wanasema ng'ombe punda zinafunguliwa kwenda kula kwa sababu ya ng'ombe. Zinakula shida hiyo. Wewe huwezi beba mtoto bila mama. Asante sana. Haya, kama ngoja wewe unaona nini shida gani ziko na watoto wako na shida gani ambao baba anaweza kutatua? Kuna shida kwa watoto? Shida sisi. Kama moja? Watoto sana sana wazee hawa sisi. Watu karibu na watoto. Sana. Lakini shida za watoto hata wazee lazima kaleta kwenye. Shida walionazo sasa ni kama gani? Zibaze wakula kama mtoto Yesu anataka kuuawa. Kuna shida zinawakabili watoto sana. Moja kama wasasi tuko walevi. Mtoto anaangalia baba ni mlevi. Na yeye akiwa mkubwa atakaa kama baba. Hiyo ni shida moja. Kama unafuta utakufuta. Sasa nenda uketi. Kopi moja bwana. Sasa kwa hiyo tuangalie vizuri. Watoto wanauziwa bangi, madawa ya kulevya, pombe, hizo zote zinauzwa. Zinauzwa na watoto wenzao? Zinauzwa na nani? Watu wakubwa. Zinauzwa na watu wakubwa. Unakuta ile mbaya inatendeka. Inatendwa na watu wakubwa, wanaonyesha watoto wadogo mambo mabaya. Kuna shida nyingi sana katika society. Shida nyingi sana. Sasa wewe kama mzazi unaambiwa na malaika tuchukue huyo mtoto na mama watunze mpaka ungoje mambo ya kweli sawa. Kunja ndio wewe karibu watoto. Naambiwa wafanye nini? Watunze. Waweze kushika ile njia nzuri. Kwa sababu mimi ikiendelea hivyo tunakuwa tunaacha hakuna hii na tuonyeshe ile njia nzuri. Tuko na shida hapa. Na leo nimesema takuja hapa tuombe na niwape changamoto. I want to challenge you and encourage you. I challenge you but I also encourage you. Ndio upate nguvu ya kusema wacha nisimame kama mzee katika familia. Wacha nionekane kama baba katika society. Wacha nilete furaha na amani. Wacha nisimame na familia yangu niweze kusimama na niunde. Somo la kwanza imeongelea mambo ya creation story. Mungu akaumba hii, akaangalia pale ni mzuri, akaumba hii na mwisho akapumzika. Nataka tujue ni kazi yetu kuunda hii ulimwengu. Na tuiunde ikuwe nzuri, na ikuwe nzuri kabisa. Na furahia kwa ndani ya kanisa hapa, hii shirika. Imechukua muda kuijenga. Lakini tukiwa hapa ndani na tunafurahia zaidi kuliko zile hizo tunafanya tukiwa pale nje. Sababu hiki ni kama kikao cha wanaume. Na wale akina mama wako hapa wamekuja tu atusindikize, lakini leo ni siku ya wanaume. Specifically, my message is for you. And my challenge is to you. Na nini tukiungana pamoja tunaweza badilisha hii Kenya. Na tukiwa kwa hii kanisa ile imeona pale imefikia watu pigie
the friars wale watu hapa makofi uongozi wa mwanadamu. Yes. Tunashukuru. Tushukuru watu wote ambao wametoa kidogo kubwa ndio zetu kufanikisha mahali hapo kufika pale imefika. Alafu zote tumetoa kwa moja au nyingine, tujipigie makofi. Tujipigie makofi. Sasa ni kujiuliza ili imebaki tunaendeleza. Wewe kazi yako ni kujenga ama ni kubomoa? Ujiulize mwenyewe, ujiulize mwenzako, ujiulize sasa mwenyewe. Kile wengine ndani kazi yako ni kujenga ama ni kubomoa? Sasa vitu kubwa. Kazi yangu situseme hivi. Kazi yangu ni kujenga ama au ni kubomoa? Hebu sasa nipatie max. Nipatie max. Out of 100 umefikisha ngapi? Wewe unaenda 60. Mzee wa wote 85, umejipatia 85. 85 pia. Usiipe mtihani ya mwenzako. Na wewe hapa mwisho umejipa ngapi? 60. Haya. Baba Kirozo najipatia max ngapi ya kujenga? Amejipatia nyingi. Baba Mule hapo hivi. Sasa najua kuna watu wanajenga, wengine wanabomoa. Na lazima tusimame na familia na tulinde. Yosefu angeamua kutawanya hiyo familia, angevunja. Anaingia vipi? Akaoa mtoto. Kwa sababu anaangalia hii kazi si yake, labda anaangalia story nyingi. Leo mzee anasema hapana, hii mahesabu haingiani. Hii mtoto si yake. Na sio amefanya namna gani, sio namna gani. Baada ya kumwacha kipolepole naamua kumuoa. Umesikia bwana ameoa bibi? Hello. Umesikia bwana ambaye ameoa bibi yake? Kenya hii? Haya. Umesikia baba ameoa mtoto? Umesikia bibi ameoa bwana? Wewe umesikia mtoto ameoa mzazi? Hai. Umesikia mtu wa kabila hii ameoa mtu wa kabila nyingine? Lakini ndio hizi jambo Kristo amefanya hivi. Hawezi kuwa Mkristo. Alimwagiliwa maji na akabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hai. Sasa hiyo ni past tense. Tutoke present, twende future tense. Kuna yeyote hapa anaweza shika na hiyo wazimu afanye hivi? Hao tulioko hapa future tense. Hello. Kuna yeyote anaweza shawishiwa na shetani hapa awe bibi yake? Future tense. Haitawezekana. Hebu jipige kigumu zeme hiyo sio mimi. Lakini ukumbuke Petro alikuwa anakimbia mbele. Akiambia Yesu, mtu akikuguza tunakufa na yeye. Na siku ilipokuwa ya kweli anaona vita inaendelea. Alijaribu, alikata sikio. Sasa nataka tusimame imara katika imani yetu. Na tuonekane kama wanaume, tutende kama wanaume. Ndio familia ibadilike. Nakumbuka tulikuwa Kisumu. Pale kulikuwa Kisumu, kulikuwa wengi huko, lakini nakukumbusha kwambia once upon a time. Men were men. So useme hivyo. And women were women. Umeanguka si kuambia hivi. Once upon a time, men were men. Ninyi mmesema women were women. Lakini hiyo siku hatukusema hivyo. Niliwaambia once upon a time, nirudie hiyo. Once upon a time. Men were men. Like us.
and women were happy.